Nadhani nikumbushe asubuhi ya leo, kuna mtu mmoja anaitwa Simon Mkeleni aliubeba msalaba wa Yesu katikati ya dhihaka, katikati ya kutukanwa, katikati ya kukataliwa, katikati ya kuaibika. Alichukua msalaba wake Yesu akaubeba kwenda Golgotha. Nadhani nikumbushe asubuhi ya leo kwamba mtu mmoja zaidi ya miaka 2000 iliyopita anaitwa Simon Mkeleni aliubeba msalaba wa Yesu akiwa anatukanwa. Aliubeba msalaba wa Yesu akiwa anadhihakiwa. Aliubeba msalaba wa Yesu akiwa anatemewa mate. Aliubeba msalaba wa Yesu akiwa anakataliwa. Leo tunaposherehekea Pasaka, tunaposherehekea kufufuka kwa Yesu Kristo, tunapokumbuka kwamba zaidi ya miaka 2000 iliyopita Yesu Kristo alikufa na siku ya tatu akafufuka. Je, tuko tayari kubeba msalaba wa Yesu katika hali ya kudharauliwa? Tuko tayari kubeba msalaba wa Yesu katika hali ya kuaibishwa? Je, tuko tayari kubeba msalaba wa Yesu katika hali za kukataliwa? Simon Mkeleni aliubeba msalaba wa Yesu wakati anatemewa mate. Simon Mkeleni aliubeba msalaba wa Yesu wakati Yesu anadhihakiwa. Simon Mkeleni miaka 2000 iliyopita aliubeba msalaba wa Yesu wakati Yesu Kristo anavikwa taji la miiba. Zaidi ya miaka 2000 iliyopita, na Yesu aliyefufuka, aliyetuokoa, anayekaa ndani yetu. Je, leo tuko tayari kubeba msalaba wake? Katika agano hili jipya, agano hili bora, wakati huu mzuri wa kusherehekea kufufuka kwa Yesu Kristo, sio kufa kwake tu, kufufuka kwake. Je, tunaweza kubeba msalaba wake rohoni, sio mwilini tena? Maana Simon Mkeleni aliubeba katika mwili. Asiwalaumu wanaomtukana, asiwalaumu wanaomtemea mate, asimhukumu Yesu mwenyewe kwa kumbebesha msalaba wake. Je, leo tuko tayari kubeba msalaba wa Yesu? Tusimhukumu kutubebesha msalaba wake. Tuko tayari leo, mzee kiongozi na mama mlezi na wazee wa kanisa, tuko tayari kubeba msalaba wa Yesu na kulijenga kanisa bila kunungunika kwamba Yesu mwenyewe kwa nini asishuke na miujiza akajijengea kanisa mwenyewe? Maana tunajenga kanisa linaloitwa kwa jina lake, ili watu wa kila kabila na watu wa kila lugha na watu wa kila taifa waingie malangoni pake wamwabudu kwa uzuri wa utakatifu wake, wakisema Yesu Kristo alikufa akafufuka na yu hai, ametuokoa. Tuko tayari kubeba msalaba wa kufanya vitu kwa ajili yake, au tutamngoja Yesu ashuke aweke vigae mwenyewe kule juu? Au tutamngoja Yesu ashuke awape wahitaji chakula? Au tutamngoja Yesu ashuke awape wajane mavazi? Au tunamngoja Yesu ashuke kwa miujiza yake awape yatima mahitaji yao? Ni lazima tufikiri kama Simon Mkeleni alibeba msalaba wa Yesu katika mwili bila kujali Yesu Kristo anatukanwa, anadhihakiwa, anaambiwa kama una nguvu tambua anayekutukana, akaubeba msalaba wake. Imetupasa asubuhi ya leo, tunapokumbuka kuzaliwa kwa Yesu Kristo, tunapokumbuka kufa kwa Yesu Kristo, tunapokumbuka kuteswa kwa Yesu Kristo,
tunapokumbuka kufufuka kwake, tuwe tayari kubeba msalaba wa Yesu. Lakini niwakumbusha asubuhi ya leo, tunaposherehekea kufufuka kwa Yesu Kristo, tuwe tayari kubeba msalaba na kuwasamehe wanaotudhihaki. Tuwe tayari kubeba msalaba wa Kristo. Aliubeba msalaba wa Kristo Simon Mkelene wakati Yesu Kristo anadhihakiwa, anatukanwa, wala haikuwa kikwazo kwa Simon Mkelene kusema, mbona na ubeba msalaba wa mtu anayetukanwa? Mbona ni ubeba msalaba wa mtu anayedharauliwa? Lakini Simon Mkelene akiubeba msalaba wa Yesu Kristo, aliwasamehe watu wanaomtukana Yesu na kuendelea mbele hata ufikishe msalaba Golgotha. Niwakumbusha siku ya leo, tunapoubeba msalaba wa Kristo, tunapokumbuka kufufuka kwa Yesu Kristo, tuwe tayari kubeba msalaba wa Yesu Kristo katika maisha yetu. Msalaba wa kusamehe wake zetu wanapowakosea, msalaba wa kuwasamehe waume zetu wanapowakosea, msalaba wa kusamehe watoto wetu wanapowakosea, msalaba wa kusamehe wazazi wetu wanapowakosea, msalaba wa mtu na rafiki yake kusameheana wanapokuwa wamekoseana, msalaba wa upendo, msalaba wa Yesu Kristo, kwa kuwa alikufa kwa kutupenda sisi. Alimwaga damu yake msalabani kwa kutupenda sisi. Upendo wake juu yetu ulikuwa gharama ya nafsi yake ya kufa msalabani. Hebu tuubebe msalaba wa Yesu Kristo leo kwa nia ya kuwapenda watu, kwa nia ya kuwaheshimu watu, kwa nia ya kuwathamini watu, kwa nia ya kuonyesha watu upendo wa Yesu Kristo aliyekufa msalabani kwa ajili yetu. Maadamu sisi ametuokoa, maadamu kufa kwake tumeokolewa sisi, tuubebe msalaba wa upendo wake, tuwapende watu. Tuubebe msalaba wa msamaha wake, tuwasamehe watu makosa yao kwa kadiri waliotukosea. Tuubebe msalaba wa Yesu, tuwape watu vitu kwa kadiri Mungu anavyotupa vitu. Wasio na mavazi tuwape mavazi yao, wasio na chakula tuwape sehemu ya chakula chetu. Ili litimie neno hili ya kuwa tunakumbuka kufa kwa Yesu Kristo, lazima tubebe msalaba wake wa upendo.